Na taarifa zilizopo mchungaji ni kwamba Young Africans wanasema kwamba wamekwisha kupeleka taarifa kafu. Kesi yao imekwisha kufika kasi. Kwa maana kwamba wameshtaki bodi ya ligi, TFF, lakini pia wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa upande wako hili unalizungumziaje? Ndio kufeli kwenyewe. Yaani sasa na mchawi akiona amekushindwa anakuja ile physical, anakuja ile live. Young Africa ashagundua Simba anachukua ubingwa wa ligi kuu. Anagundua Yanga ashajua kwamba sika kukutana na Yanga anafungwa. Yanga ashagundua kwamba Simba atafika mbali kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho. Tufanyeje? Tuvuruge ligi. Ligi unaivurugeje? Wanaenda kasi. Ndio ninachokwambia. Kitendo cha kwenda kasi wanataka sisi tufungiwe. Kwa sababu ukienda kasi, ukaenda bodi ya ligi ikaanza kuitwa, kwa sababu pale nimeona kwamba wamepewa siku 10. Sio kwa barua ile ilivyoiona. Kama ile barua ni ya kweli, kwa sababu sina uhakika. Kama ile barua ni ya kweli na imeenda kasi, ndio dalili za kwenda kufungiwa mpira wetu. Yaani Yanga, nakwambia hivi, katika Yanga wako razi tufungiwe ili Simba sichukue hata ubingwa. Kwa sababu kitu wanachofanya, unafikiri wao huko nyuma hawajawahi kufanya makosa. Watu wakatumia busara mpaka wameamua kwenda kasi. Kwa lipi? Na kasi wakienda watashindwa tu. Ile mechi ingekuwa bodi ya ligi imeruhusu ile mechi, ikafika muda wa kucheza, marefari akaingia uwanjani, hichi Yanga anachodai kingekuwa ni sawa. Lakini bodi ya ligi imeahirisha mechi kwa kanuni zake ambayo imejiwekea, ambayo Yanga nao wamo kwenye hizo kanuni. Kwa hiyo kitendo cha kuahirisha ile mechi, bodi ya ligi wana sababu ya msingi, maana wanatumia kanuni hizo hizo. Hata hao kasi wakitaka kupata mapendekezo kutoka bodi ya ligi, watatumia tu mwongozo ule wa nani wa bodi ya ligi. Lazima wataanzia pale ili kwa kueje kanuni zao zinasemeje. Kwa Yanga anajisumbua tu. Nataka kuniambia kwamba Young Africans hawana hoja katika hili. Yanga hawana hoja. Mimi nakwambia kabisa Yanga hawana hoja. Sasa kama mtu, nikuulize swali. Kama mtu wamekuandika barua kwenda FIFA, kwenda huko kasi, kwenda TFF kuhusu swala la Morrison, kama unakumbuka, na wakakwama. Kama Yanga wamekutoa mkataba wakasema kwamba Kagoma mkataba wake ni ule wakina Kama walitoa kipindi kile. Kama Yanga wamekusema kwamba Ngoma amesajiliwa na Yanga halali, alafu wakakwama. Hili unashangaa vipi? Yanga hawajawahi kufanya kitu kikafanikiwa. Vyote anavyofanya Yanga vinafeli. Sasa sijajua uongozi wao ukoje. Sasa mtu mwenye akili, swali kupeleka kasi, unapeleka kasi ukiwa na udhibitisho kwamba mechi bodi ya ligi ilikubali ile mechi kuchezwa, alafu Simba akashindwa kuingia uwanjani. Bodi ya ligi wana sababu ya msingi kwamba wao wana uwezo wa kuahirisha mechi pakiwa na viashiria vya uchujaji wa amani au rushwa. Sheria hiyo ipo na walivunjwa kutumia kanuni ile ile. Sasa leo hii unavorudi kwamba unapeleka kasi, unaenda kufanya nini? Kwa hiyo Yanga wanapoteza wakati tu, wanajisumbua. Na watazidi kuaibika zaidi. Bila shaka umeshuhudia mapokezi ya Young Africans Tabora. Moja mapokezi bora kweli kweli, lakini watu ni wengi kweli kweli. Watu ni wengi. Ujue mikoani timu za Simba na Yanga wako wanazisikia. Kwa hiyo inawezekana mtu mpaka labda miaka 10, 15 mpaka timu ipande ndio anakuja kuiona timu. Ila sasa ule umaarufu wao ndio wanautumia vibaya. Hasa Yanga. Umaarufu wao wanautumia vibaya. Haiwezekani watu wanafika mikoani halafu mkuu wa mkoa unamsema vibaya. Ni picha ambayo sio nzuri kabisa. Ni maisha yetu ambayo sisi ambao tujalelewa. Sisi tumelelewa katika maisha ya kuthamini watu, ya kuheshimu viongozi na kuheshimu mamlaka. Uwezekani kama unaombea huyu Chacha kama nani? Zile dharau zile. Unadharau mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ni mteule wa rais wa mkoa husika. Na yeye ndiye mkuu wa usalama wa mkoa. Uwezo kumtolea maneno mtoto mdogo kama yule, kumtolea maneno mkuu wa mkoa yale. Mimi kwa kweli mimi sijapenda. Katika vitu ambavyo navipinga siku zote kudharau mamlaka. Mamlaka zinabidi ziheshimiwe kokote kule. Hata ile mamlaka ya Yanga iheshimiwe, mamlaka ya Simba iheshimiwe. Kila mamlaka iliyopo, unaona uongozi uko sehemu, ndio mamlaka yenyewe inabidi iheshimiwe. Kwa hiyo Alikamwe kitendo cha kumkebei mkuu wa mkoa kwa kweli imeleta picha mbaya kabisa sana. Maana ya kwamba tumeshuhudia pia msemaji wa Tabora United akimpa masaa 24 afisa habari wa Young Africans kwamba aombe radhi. Kwa kitendo hiki unakitafsiri vipi? Na kama hatachukua sheria, hatachukua hatua, mimi nitashangaa sana. Lazima achukue hatua kwa kitendo cha kuweza kumsema vibaya mkuu wa mkoa. Watu hizi taasisi mnazo kuwa nazo, mnajiona kwamba ni kubwa kuliko
kuliko mamlaka za serikali. Hapana. Mamlaka za serikali ni ndio zinazoongoza nchi. Wewe huwezi kufika pale ukasema Chacha huyu nani? Chacha anaongea kama unaweza Chacha eti kama nani? Ile ni dharau ile. Ndio maana zamani waliweka ndugu mheshimiwa, ndugu fulani, mheshimiwa fulani, bwana fulani. Ile ni heshima. Lakini mtu anakuambia Chacha kama nani bwana? Hao wananionea wivu. Nani amonea wivu yeye kama nani? Kwa kuna watu wako kwenye taasisi, mimi nahisi labda ni umri mdogo, sijajua labda hawajaelezwa jinsi ya kuzungumzia taasisi. Pale unaweza kugundua udhaifu wa msemaji wa Yanga. Kitu alichozungumza jana ni udhaifu ambao umepitiliza. Huwezi kuzungumza maneno kama yale ndio ya kiongozi. Na mimi nitashangaa sana. Mimi tena madaraka kwa sababu mimi mingi kwa madaraka kama mkuu wa mkoa. Kitendo cha kusema vile jana namweka ndani. Ile jana namrundika ndani. Haheshimu mamlaka zilizopo. Yeye ni mgeni. Alafu anakuja anamkashifu mkuu wa mkoa. Sio sawa. Na kama hata chukuliwa sheria, mimi nitashangaa sana. Huwezi kuzungumza maneno kama yale. Amekosea. Kwani ungenyamaza tu ukazungumza ya kwako ya Yanga, nani angesema maneno? Lakini unakuwa unatumia vijembe na mkuu wa mkoa. Hii sio sawa. Sio sawa na anastahili kuchukuliwa sheria ili uwe fundisho kwa watu wengine. Narudia tena. Watu waheshimu hizi taasisi. Unapopewa zamana kuzungumzia taasisi, wewe mwenyewe ujichuje, ninachozungumza ni sawa mbele ya jamii. Kuzungumzia taasisi unabeba image nzima ya ile taasisi. Lakini eti anasema hao wananionea wivu. Mkuu wa mkoa kuna wivu alikamo. Sio sawa kabisa. Sio sawa. Kwa hiyo wanaokosea mpira na wanakosea heshima viongozi walioko madarakani. Sio sawa kabisa. Tukirudi kwa upande wa pili, mchungaji, bila shaka pia mmemshuhudia mkuu wa mkoa wa Tabora akizungumza kwamba kuna baadhi ya wachezaji wanapigiwa simu zinakuwa nyingi kweli kweli kuelekea katika mchezo dhidi ya Young Africans. Ili kwa upande wako pia unalitafsiri vipi? Ukiona hivyo Yanga wameshindwa. Yanga ndio tabia zao. Yanga wakishajua kitu wameshindwa, lazima waweze kutupigia watu simu. Tuliona mechi na JKT. Walipoona wameshindwa, umeona bwana, wakaanza kuwasumbua wachezaji. Ina maana Yanga wamefeli mpaka mida hii, ile wanatumia nguvu kubwa ili waweze kuwapata hata wachezaji ili waweze kumalizana nao. Kwa hiyo hivi vitu mimi kwa kweli katika mpira Yanga si kwa nini wanapenda kutumia nguvu. Wewe una kikosi imara, una kikosi kizuri, si wewe ndio ukacheze. Shida ni nini? Kwa hiyo sasa nguvu wanaotumia ikatokea wakafungwa, wanaanza kuleta tavurugu. Kwa hiyo kitu ambacho Yanga wanazungumza walichokifanya sio kitu cha kiungwana, sio kitu cha mpira. Wewe umefika eneo husika, nenda kacheze mpira. Ndio maana siku zote naambia watu wajifunze kwa kupitia Simba. Simba imemachua sana katika mambo ya mpira. Sana. Katika nchi hii. Hata sakata ile la dabi, angalia Simba. Anaandika barua moja tu. Uliona akizungumza tena. Lakini Yanga kila siku, sio tunaenda kasi. Sio bodi ya ligi jiuzulu. Yaani wao tu wana Simba barua hii wamemaliza.